Mheshimiwa Padri Vedasto Ngowi, mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu, Mheshimiwa Padri Dominic Mwaluko, mkurugenzi wa shule ya Josephine Bakita, kipekee nitambue uwepo wa Mheshimiwa David Kafulila, dekano wa dekani hii ya upande wa huku Tegeta, walimu wote wa shule ya Josephine Bakita, WAWATA wote waliohudhuria kwenye mahafali haya, washangwera wetu mnaohitimu siku ya leo, hongereni sana. Wazazi na walezi wa watoto hawa, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mpendwa mkuu wa shirika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kibali cha kukutana kwetu. Ni kwa neema zake tu leo tumekuwa hivi tulivyo. Aidha, nashukuru sana wewe baba mkuu wa shirika, mkurugenzi wa shule Padri Mwaluko, na uongozi wote wa shirika na shule kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii kubwa na nzuri sana kwa ustawi wa watoto wetu, kanisa, jamii na taifa letu. Nilipopokea mwaliko, kwanza sikuamini kama mimi ndio nimealikwa. Nilijiuliza maswali mengi. Kwa nini? Sio mheshimiwa, sio mkuu yeyote, mimi ni mstaafu tu. Kwa nini imekuwa hivyo? Mungeweza kumwalika mtu yeyote kuwa mgeni rasmi, lakini bahati hii kaniangukia mimi. Nimeguswa sana na upendo wenu mkubwa kwangu na familia yangu, kwa sababu ambazo baba mkuu wa shirika na baba mkurugenzi mnazijua vizuri. Mmenipa heshima kubwa sana kiasi kwamba nakosa maneno mazuri ya kutamka kudhihirisha shukrani zangu kwenu. Naomba mkubali kupokea neno hili dogo. Asanteni sana kwa kunialika. Katika risala mmesema safari inayotufikisha hapa leo imeanza miaka 35 iliyopita. Ni umri wa mtu mzima. Tumeona wazazi ambao wametushuhudia hapa, walikuwa nao ni watoto kama hawa, leo ni wazazi. Ni wazi kwamba kuna watoto waliosoma shule hii ya awali, baadhi yao ni wakurugenzi wa mashirika na taasisi, ni wajasiriamali wadogo na wakubwa, ni wafanyakazi na pengine ni watumishi katika taasisi zetu za dini. Wapo ambao bado wanasoma katika ngazi mbalimbali, na ni matumaini yangu huko waliko wamekuwa mabalozi wazuri wa shule yetu ya Bakita.
kwa kufanya vizuri sana katika masomo, nidhamu ya hali ya juu, usafi, maadili mema na utunzaji bora wa mazingira, bila kusahau kuwa washiriki wazuri wa imani zao za dini. Mpendwa baba mkuu wa shirika na baba mkurugenzi wa shule, kuanzisha kwa shule ya msingi ni hatua kubwa mno inayostahili kupongezwa na kila anayelitakia mema taifa letu. Kwa kweli ni jambo la busara. Watoto hawa walioyaonyesha ni mambo mazito sana ukiyatafakari kwa mapana. Ni vizuri haya wanayoyaonyesha sasa wayaendeleze hapa hapa, badala ya kuwahamisha kuwapeleka eneo jingine ambako pengine haya wanayoyafanya sasa watayakosa. Kitendo cha masista wa Kanosa kuanzisha shule ya awali na sasa ninyi kushika usukani na kuendeleza kinapaswa kupongezwa na kuungwa mkono. Mnachokifanya ni utume na uinjilishaji kamili. Kanisa Katoliki na mashirika yake pamoja na madhehebu ya Kikristo na hata ndugu zetu Waislamu, mnafanya jambo jema mnapoanzisha shule au huduma nyingine za kijamii, hasa kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali na kuleta maisha bora kwa Watanzania. Katika nyakati hizi, malezi ya vijana hayakomei tu kumsomesha. Tumeona matendo wanayoyafanya ni ya kiutu uzima. Wamejiamini. Wengine hapa wametoa ushuhuda na wenyewe walikuwa wanafunzi hapa, lakini naamini wameona mabadiliko toka miaka ya 94 na sasa 2025 wameona tofauti kubwa sana. Mimi nilikuwa najitafakarisha mwenyewe enzi za udogo wangu, sikupata fursa kama walioipata hawa watoto ya kusoma chekechea. Wengine hapa wamesema vidudu, wengine chekechea, wengine nasale. Nikawa najaribu kutafuta tofauti yake, chekechea, vidudu na nasare. Sisi enzi zetu miaka ya 60, kwenda shule ulikuwa unapimwa kwa kuona mkono wako kama unagusa sikio la pili. Kama mkono wako haujagusa sikio la pili, wewe hujatosha kuanza shule. Hawa wanahitimu miaka 3. Walianza wakiwa na umri gani? Sisi tulikuwa tunaanza pengine na umri wa miaka 8, 9. Kwa kweli ni mabadiliko makubwa mno. Bahati nzuri mimi niseme tu ukweli, sikusoma chekechea, sikusoma vidudu, sikusoma nasari. Lakini mwaka 64 elimu ya watu wazima ilianzishwa kwenye kijiji chetu. Mimi nikawa nashiriki na wazazi kusoma, kuandika na kusoma. 65 ndio nikaanza darasa la kwanza. Kwa hiyo na mimi kama nilipitia nasari ya aina yake, au chekechea ya aina yake, au vidudu vya aina yake. Tunasema elimu isiyomsaidia mtoto kumjenga katika maadili mema, imani na uzalendo
haina msaada wowote kwa mtoto wa taifa na taifa letu. Tunahitaji sana kuwekeza katika maeneo yote ya malezi na makuzi yatakayomsaidia mtoto akue vizuri kiakili, akijawa na hofu ya Mungu. Ukikuta mtu mzima anaheshimu watu wakubwa kwa wadogo, ni mwadilifu na mwaminifu na aliyeshika vema imani yake, tambua kuwa huyo alilelewa. Inawezekana sasa hatulei watoto. Saizi tunasomesha watoto. Nimejaribu kuangalia, bahati nzuri na risala imesema katika Mithali ya 22 mstari wa 6, ni nukuu nami kama walivyo nukuu wengine: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata katika uzee, ataendelea kuwa na kumbukumbu. Kwa hiyo ninapowapongeza, ninawasihi pamoja na kazi hii ngumu, msichoke kufanya kazi na utume huu mkubwa. Watoto tumeona jinsi wanavyojiamini katika matendo yao. Hata katika kusoma tu wanasoma vizuri bila kuruka wala kubadilisha neno lililoandikwa. Huoni jinsi walivyo makini. Ninawapongeza sana wazazi ambao mmeichagua shule hii ya Josephine Bakita kama kitaro cha kuwafunza watoto wenu elimu, makuzi na maadili. Muone wanavyotulia vizuri, wanasikiliza. Wana maadili waliofundishwa hapa shuleni. Hongereni sana. Bila ninyi na wazazi waliotangulia kuleta watoto wao, haya mafanikio yasingekuwapo. Mafanikio yoyote huja kwa ushirikiano. Tunahitaji kushikamana na walimu na wafanyakazi wa shule hii ili kuleta mafanikio tunayoyatamani kuyaona kwa watoto wetu na kwa shule. Kulipa ada na michango mingine ni jambo jema sana, lakini haitakuwa na maana yoyote ikiwa kila kitu kitaachwa mikononi mwa walimu na uongozi wa shule. Sote kama wazazi tunahitaji kushikamana na kuona kipi kifanyike kwa ustawi wa watoto wetu, wakiwa shuleni na wakiwa nyumbani. Wajibu huu ni wetu sote. Tuwasaidie watoto wetu wajali utu na kuheshimiana na kupendana bila ubaguzi wa kipato, dini, kabila au mahali wanapotoka. Nimesikiliza kwa makini risala ya wazazi. Inajaribu kuzungumzia amri kuu ya Mungu: kumpenda Mungu, kujipenda sisi wenyewe na majirani zetu. Utakuwa unadanganya kama unampenda Mungu wakati unamchukia mwenzako na uko tayari kuondoa uhai wake. Amri ya upendo hapo haifanyi kazi kabisa. Hiyo ndio amri kuu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, upendo. Ukitafakari neno upendo, tunasaidiana. Ukimwona mwenzako anapotoka, mwelimishe aondokane na kupotoka kwake. Maadili haya ya Kitanzania tunayahitaji sana. Vinginevyo tutakuwa hatulei ila tunasomesha. Na tunaposomesha, kila mtu anajisikia kwamba mimi ni zaidi ya yule. Upendo unatoka. Katika risala yenu mmeeleza nia ya kufikia hatua ya kuwa na vyuo vya kati vya juu. Hili ni jambo zuri
na la kupongezwa sana. Mtoto anamaliza nursery, maadili yake yanaanza kujengeka, anasoma primary, anasoma sekondari, anaenda chuo. Vyo hivi vinamuimarisha zaidi, anakuwa na msingi mzuri, unakuwa na taifa bora. Ikiwa hili litatimia, itakuwa ni hatua ya kipekee, sio tu kwa shirika, bali kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Binafsi nawaunga mkono na ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili amimine baraka zake na kuwainua watu aliowaandaa kushiriki kwa hali na mali kuwezesha kukamilisha jambo hili. Ni muhimu sana tujenge taifa lililo bora, tusijenge taifa la mafarakano kila siku, hatutafika popote. Baba mkuu wa shirika, naamini hata sasa na pengine hapa tulipo tayari Mungu ameshajiandalia makumi kwa mamia ya wazazi ambao mioyo yao imejaa upendo, ukarimu na utayari wa kuanza safari ya kutimiza ndoto za shirika za kuwa na mtandao huu wa elimu. Mimi binafsi na familia yangu, pamoja na kwamba ni mstaafu, nimeguswa sana. Najua kipato changu ni kidogo kwa sasa nikiwa mstaafu. Nilikuwa nikitafakari nifanye nini na familia yangu, niishirikisheje familia yangu, niwashirikishe namna gani wenzangu, ili shule hii tuipe nafasi ya malezi na mafunzo mazuri. Ninajua pensheni yangu ilivyo. Ninaomba nijipe muda kama miezi mitatu nipate walao milioni 10 nianzie hapa. Makofi mengi sana na vigeregele. Takuwa naitoa kwa awamu kwa miezi mitatu, kidogo kidogo. Pata pensheni kidogo, natoa 1/3 naleta hapa. Tujibane na sisi katika familia yetu, lakini shule ya Josephine Bakita ifikie malengo yake. Ninayo imani kubwa kwa wazazi wote tuliopo hapa. Tunao uwezo wa kuamua kuweka nguvu kwa kadri ya uwezo wetu na kuwa wadau rasmi wa maendeleo ya shule hii. Muda si mrefu tutaandika historia nyingine ya uzinduzi wa jengo hili la sekondari kama ambavyo baba mkurugenzi alivyotamka hapa. Majengo haya yangeweza kuwa tu sekondari vile vile, yana hadhi ya kuwa sekondari. Tembea shule zilizo nyingi za sekondari, hazina majengo kama haya. Kwa hiyo sisi tumepiga hatua kubwa, hii tukiita ni primary. Kwa hiyo kwa mwendelezo huo huo, tuwe na imani, tuwe na matamanio kwamba watoto wetu ndio taifa letu la kesho. Tuendeleze taifa letu hili. Na imani na mimi mtaniunga mkono. Mheshimiwa Kafulila yuko tayari kuniunga mkono. Nimalizie bila kuwachosha, kuwapongeza hawa watoto wanaohitimu leo, washangwela wetu. Nawapongeza vile vile wazazi na walezi wao. Nawapongeza wazazi wote tuliochagua shule hii, na niwaombe sote kwa pamoja tushikamane katika maendeleo ya watoto wetu.
tukitambua kuwa chochote ulichokitoa na utakachokitoa kitanena mema na kumkumbusha Mungu daima ukarimu wako. Ikumbukwe, chochote unachotoa kusaidia jamii au kanisa au msikiti ni hazina njema kwa Mungu, nazo zitakuwa ukumbusho kwa Muumba wetu. Maneno haya ninayarudia kwani juzi nikiwa kama mkuu wa chuo kikuu cha Iringa nilijaribu kuwaasa wahitimu wa shahada mbalimbali na stashahada tunakoelekea. Tunahitaji ubunifu mkubwa. Nchi yetu ni kubwa. Nchi yetu ina rasilimali nyingi. Zingine tunaziona lakini hatuzitambui. Ukubwa wa nchi yetu na rasilimali zilizopo zinatamaniwa na wengi. Na njia inayotumika ni kutugombanisha. Tunapogombana, wanatuambia wako tayari hata kutuletea silaha tumalizane. Sisi tunatofautiana kimawazo, badala ya kumaliza kwa mazungumzo tunataka tupigane. Wako tayari kutuletea silaha ili tumalizane. Na mifano ni wenzetu, majirani zetu. Nani haoni? Au na sisi tunataka kufanya majaribio? Na tukifanya majaribio yatakuwa kweli. Yatakuwa kweli. Sasa hatujui nani atatangulia. Tatangulia wewe, nitatangulia mimi. Taifa linateketea. Rasilimali zetu tu. Nilikuwa nikiwadokeza wenzangu, nikasema hebu tutafakari labda kwa baadaye. Kilimo ndio uti wa mgongo. Hata Mwalimu Nyerere alisema hivyo. Lakini pengine watu walitafsiri kilimo sio uti wa mgongo kwa sababu watu wanapata shida, hamna nyenzo, wanaenda kuumia shambani. Lakini naamini kabisa ukiwa na kilimo kizuri nchi yetu itaneemeka. Lakini tunakosa nini? Wengi wakulima wanategemea mvua. Wanapotegemea mvua isipokuja, kuna njaa, kuna kila kitu ambacho kinatuletea shida. Lakini ukianza kuitazama nchi yetu ina maji mengi sana. Tuna ziwa Victoria linaneemesha nchi za wenzetu. Ukienda Misri, ukienda Jordan, ukienda Lebanon, ukienda Israel, sosi ya maji yao ni River Nile. Wana neema na wanatulisha tena sisi. Tuna ziwa Tanganyika halijawa utilized kabisa. Tuna ziwa Nyasa. Ukiondoa maziwa, tuna mito mingi yako nchi nzima. Mito hii iko nchi nzima. Kianzia kule kaskazini, tuna mto Mara, ni mkubwa sana. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna mto Pangani. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna mto Wami. Unashuka, maji yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna mto Ruvu. Ukishuka kidogo tuna mto Rufiji. Ukivuka kidogo tuna mto Ruvuma. Ukienda magharibi tuna mto Kagera.
tuna mto Ruvuvu, tuna mto Maragarasi, tuna mto Ruaha, tuna maporomoko mengi kule Njombe, Ruvuma, hata ukifika huko Kagera, poromoko mengi. Haya maji yote ni namna gani tunaweza tukayafanya yakasaidia wakulima? Mazao haya yatakayokuwa yanapatikana, kwa sababu yatakuwa ni mazao ya aina tofauti tofauti, yatatengeneza viwanda ndani ya nchi yetu. Viwanda vya kila sekta vitapatikana. Mainjinia wote watakuwa na kazi kule kwenye viwanda. Administrators wote watakuwa wana kazi kule. Sijui hospitali zitakuwepo kule, madaktari watakuwa invited. Watoto wametuambia education is everything. Unamtaka daktari, it is education. Unataka engineer, utakuwa na education. Unamtaka sijina, ni education. That's it. Tukiweza kufanikiwa hili, tunaweza tukajitegemea tukawa nchi kubwa sana. Nimebahatika kwenda Vietnam. Kilimo chao chote ni cha umwagiliaji, na wanapata mazao makubwa, wana process yale mazao na mazao yanarudi tena kwetu. Na kipindi tulikuwa tumekosa hata mchele unatoka Taiwan, unatoka nchi hizo ambazo zilikuwa zinalima. Kwa nini Tanzania tusiweze? Nayo mabonde ya kutosha. Kwa hiyo elimu hii inaweza ikatusaidia kwa accommodate watu wote na tukaishi maisha mazuri bila mifarakano. Nina imani, mnisamehe kwa maneno haya, nimeona niyatumie, lakini niliyatumia vile vile Chuo Kikuu cha Iringa. Na washukuruni tena kwa mwaliko wenu, nami kwa kunishirikisha, nami niwashirikishe nilio nayo. Tulipende taifa letu, tujipende sisi wote, tupendane. Amri ya upendo tuitafakari kwa makini. Unaweza ukatenda dhambi zingine zote, lakini ukakosa upendo. Unaweza ukasema mimi ni Mkristo sasa. Jamani, bahati mbaya nitakuwa narudia maneno niliyoandika kwenye kitabu changu cha Mtakatifu Yosefu, mwamba wa imani. Nimeeleza mambo mengi sana. Tunaweza tukasali sana, tukawa na novena nyingi, tunashinda makanisani, lakini kama tukikosa upendo, maana yake kwamba hatutawasaidia wenzetu. Tukishindwa kuwasaidia wenzetu, je, umetimiza wajibu wako kama Mkristo, kama Mkatoliki? Upendo, amri kuu, tuizingatie, tuitafakari kwa makini amri ya upendo. Usichotaka kutendewa, usimtendee mwenzako. Baba mkuu wa shirika, kwa mara nyingine tena niwashukuru sana kwa mwaliko huu mwema. Nami nimepokea kwa unyenyekevu mkubwa ombi la kuwa mlezi wa shule hii. Nikiwaomba wazazi wote wa watoto wanaosoma hapa, mnishike mkono. Ndio lugha ya sasa, Mnishike mkono kwenye jukumu hili la ulezi wa shule ya Josephine Bakita. Tulee sote. Asanteni sana kwa kunishirikisha. Makofi mengi sana. Tumpigie makofi mengi sana, na DJ tumtoe basi kiongozi wetu, mgeni wetu rasmi,
Tuongeze makofi tena.